Jambo ambalo linasema kuhusu NDC ambazo ziko ya mrengo wa ODM ni kwamba ningewashauri viongozi ambao wanahusika katika mirengo yote miwili kwamba ODM si mbili, ODM ni moja. Kwa hivyo asubuhi nilikuwa naangalia katika televisheni yangu nikasikia kwamba Sifuna amekatazwa asiingie katika ukumbi. Kwa hivyo nilikuwa nawaambia aliyeshauri yule aliyesema Sifuna asiingie katika ukumbi ameharibu chama cha ODM. Kwa sababu Sifuna amekuwa katibu mkuu wa chama na yeye ndio msemaji. Chama kitafanya namna gani mkutano bila katibu wake mkuu? Walichagua saa ngapi? Na ikiwa kuna katibu ambaye yuko kinyume na huyu Sifuna ambaye sisi tunajua, basi wajue kwamba walifanya mambo kiharamu. Wanafaa wajue kwamba vile wanavyomfukuza zaidi Sifuna ndivyo wanavyompa kura nyingi zaidi. Kwa hivyo wangemleta Sifuna karibu, ajieleze mwenyewe, achoke nao, atoroke. Lakini vile wanavyomfukuza zaidi ndivyo vile wanavyompa kura zaidi. Kwa hivyo Sifuna, endelea mbele. Tafuta vijana wenzako. Serikali haitakushinda kuunda. Hata Ruto alikuwa peke yake, alikuwa na vijana wenzake kando. Sasa aliunda serikali. Wewe pia unaweza kuunda serikali. Usiogope. Tuko nyuma yako. Majina yangu ni Mzee Moses Muchesia. Nashukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Hii siku Mungu ndio ameifanya. Nimekuja hapa hasa kujadilia kuhusu vijana na upigaji wa kura. Kile ambacho vijana wanapasa kufanya kwa sasa. Nchi yetu ya Kenya, vijana ndio viongozi wa kesho. Na kutoka zamani wazee wetu wamekuwa kituahidi kwamba vijana ndio viongozi wa kesho na wakati sasa umewadia. Tulikuwa tunasema kutoka pwani kuenda mpaka nchi yetu ya juu kabisa, Moyale, Voi, Mombasa, Magharibi, Kusini, wapi katika nchi ya Kenya, tulikuwa tunahitaji kwamba vijana waweze kuhamasishana, waambiane juu ya upigaji wa kura. Kuna jambo limetokea linaitwa Niko Kadi. Niko Kadi haifai kuwa jambo la Sifuna ama jambo la ODM ama jambo la watu wengine peke yao. Ni jambo la vijana kwa jumla. Vijana wajue kwamba Kenya yote sasa teknoloji imefanya dunia kuwa kijiji. Na sasa nchi ya Kenya ni kama nyumba. Kwa hivyo inafaa tutafutane bila kujali rangi, lugha wala kabila. Tutafutane, vijana waende wapige kura. Vijana waende wachukue vitambulisho, vijana waende wapige kura. Watasema pesa zitatoka wapi? Mimi nilikuwa nimesema wakati ambapo tulikuwa tunapata uhuru Kenya, tulikuwa makabila 42, lakini sasa tuko makabila 47. Muhindi ambaye yuko Kakamega si Muhindi tena, ni Mluya. Mkikuyu ambaye yuko Kakamega si Mkikuyu tena, ni Mluya. Mzungu ambaye yuko Kakamega si Mzungu tena, ni Mluya. Kwa hivyo nilikuwa nasema mkituuliza tutatoa wapi ufadhili ili tuweze kufanya haya mambo yaweze kufaulu, ujue kwamba tajiri hatukuhatarishi wala hatukupatii ilani, lakini ujue kwamba sisi tunatafuta amani. Tunaomba amani iwe kwa nchi hii, na vijana wetu ndio tunataka wawe kipaumbele wa kueneza amani. Na ujue kwamba wewe tajiri, amani ikikosekana hata mali yako haitakuokoa. Kwa hivyo vijana tulikuwa tunaomba regardless of race, tribe or color, waweze kujiunga pamoja katika nchi ya Kenya, wachukue vitambulisho, wachukue kura. Na nyinyi wazee ambao mko kando, mimi ninaamini katika mabadiliko. Ninaomba wazee muweze kufadhili vijana waende wapige kura, kwa sababu vijana wengi hapa hawana pesa. Hata watoto wengine wengi wamemaliza university lakini hawana pesa. Kwa hivyo mzee ukiwa kando, unaona kijana anajaribu kutafuta vile atakavyopata kura ama vile atakavyokata kitambulisho, na wewe unamwangalia hivi, ujue huyu ni mtoto wako.
yakimharibikia huyu mtoto yatakuwa yamekuharibikia hata wewe. Kwa hivyo mjue kwamba tunajiandaa kwa ajili ya uongozi ambao unakuja, na uongozi ambao unakuja tunaamini kwamba ni uongozi wa mabadiliko. Tunahitaji vijana regardless. Sisi hatutaki kujua ni nani atakuwa pale. Kibaki alituongoza hapa akiwa mgonjwa, tulikubali. Juzi ndugu yetu ameingia, kwa jina la Bwana Yesu asifiwe, tukampatia kura, na tuna hakika tunaweza kumpatia mtu mwingine yeyote. Vijana wamejitokeza kama Sifuna, ako pamoja na Babu Owino, wako pamoja na vijana wengine katika Jamhuri ya Kenya. Ninakuambia wewe Sifuna, mtu asikuuzie uoga. Tembea Kenya yote, uza sera zako, mtu asikupatie sera mbaya. Sera mbaya, wewe ni kijana ambaye ni msomi na ninaona kwamba wewe ni lawyer, usikubali mtu akuuzie sera za ugaidi ama sera za wizi ama sera, nilikuwa nasikia mpaka zingine za kuuza eti siri za wanyama, siri za wanyama na siri za hata wakifika kwa wanyama watafika hata kwa binadamu. Kwa hivyo kitu ambacho mimi nilikuwa nakwambia Sifuna ni kwamba mtu asikuuzie uoga. Kama kijana simama. Kulikuwa na watu katika Biblia walianza kutawala na miaka 12. Wewe Sifuna uko zaidi ya miaka 12. Kwa hivyo kusanya vijana wenzako Kenya nzima, na ukusanye wazee wenzangu ambao wako na maadili ya kutaka kuishi kwa amani, wanataka uongozi, wanataka mabadiliko. Jambo lingine ninaloliongea ni kuhusu matusi. Ukiona mtu yeyote anatusiana ndani ya nyumba ama katika viwanja ama katika uongozi, ukiona mtu yeyote anatusiana, inamaanisha kwamba hajakomaa. Kwa hivyo Sifuna, hekima haijali mvi ama kihara ama kitambi ama kuwa na pesa. Hekima ni wewe kuwaongoza watu katika maadili yaliyo mazuri. Maadili ya Kenya, hasa nchi ya Kenya, tunaamini katika dini, tunaamini katika uungu. Kwa hivyo Sifuna, mtu asikudanganya akutoe katika uungu, mtu asikutoe katika dini. Sisi ni watu ambao tunamwabudu Mwenyezi Mungu, na hatuwezi kutamka sehemu za siri mbele za watu ovyo ovyo na tuanze kutusiana. Viongozi wetu ambao wapo sasa tunafaa kuwabadilisha, na ninyi kina Sifuna vijana, na ninyi jensi vijana, na ninyi vijana ambao mko nje mlisoma, wengi wenu wamepata degree, wengine wamepata masters degree, wengine wamepata PhD. Tunahitaji mrudi nyumbani, muweze kuleta technology hizo hapa nyumbani, muweze kuleta huo ujuzi hapa nyumbani, na hasa kwa civic education. Muelimishe vijana waende wachukue vitambulisho na kwa wingi wapige kura na walete mabadiliko kwa hii nchi na serikali ya Kenya. Na siku ambazo tunakuja, unajua kwamba vijana wakijitokeza kote kote, msijali, msidharauliane, msipaguane, msianze kusema huyo ni rangi fulani, huyo ni wa kabila fulani. Tunataka sisi wote tuongee kwa sauti moja. Tunajua kwamba mabadiliko hayawezi kuletwa na mtu mmoja. Mabadiliko hayawezi kuletwa na kabila moja katika hii nchi ya Kenya. Mabadiliko hayawezi kuletwa na watu wa aina fulani ambao wanajali tu tumbo zao. Wakienda pale wanasahau kile ambacho wametumwa, wanaanza kuangalia tumbo zao. Tafadhali wapendwa, ninawaambia tufungue macho. Wakati wa kulala usingizi umekwisha. Youth, amkeni, chukueni badala ya wazee wenu. Wazee wasiwauzie uoga, tafadhalini. Na mimi sijawashauri muibe, sijawashauri mupige mtu, sijawashauri mugombane na watu, sijawashauri muwe na matusi, sijawashauri muweze kufanya vitu ambavyo vifai katika nchi ya Kenya. Ninaambia Sifuna, kaa chini, andika sera nzuri itakayopeleka Kenya mbele. Tunahitaji maendeleo, tunahitaji mabadiliko, tunahitaji nchi ijengwe. Wakenya ni watu ambao wanafanya kazi 24 hours na hatuchoki, na tungependa tuone taifa ambalo watu wanafanya kazi na wanapata matunda ya kazi yao. Sisi tunafanya kazi usiku na mchana, tunataka tuone matunda ya kazi yetu. Kenya tangu tupate uhuru mpaka saizi imefika mahali ambapo hatufai kulipa hospitali, hatufai kulipa huduma zozote mahali popote katika serikali, kwa sababu tumeegeza. Tunalipa ushuru kutoka kucha
hadi unywele. Tumefanya kazi kwa bidii. Wakenya tunafanya kazi usiku na mchana. Hata hakuna nchi nyingine inayofanya kazi kama Wakenya. Kwa hivyo mimi nataka kuwashauri wale ambao ni vijana wadogo kutoka nchi yetu ya Kenya, mahali popote pa Kenya, usijidharau. Usiseme wewe ni Mluya, usiseme wewe ni Mjaluo, usiseme wewe ni kabila gani, Mpokomo, usiseme wewe ni mtu wa kutoka kusini ama kutoka wapi. Nataka tujiunge sisi wote pamoja, tukue kitu kimoja. Na tunataka kuleta maendeleo, tunataka tulete faida, na sisi hasa vijana, sisi ndio walinzi. Sisi sio watu wa kumaliza, sisi sio watu wa kubomoa, sisi ndio tunalinda nchi. Kwa hivyo vijana, kaeni macho, kaeni gangari, na nyinyi ndio mnafaa kulead kwa civic education. House to house, ambieni vijana wenzenu. House to house, ambieni kina mama. House to house, ambieni wazee kwamba watakaoleta mabadiliko safari hii ni vijana wa Kenya. Kwa hivyo chukueni vitambulisho, chukueni kura, na mpige kura kana kwamba mlikuwa mjawahi kupiga tena. Kwa hivyo nawaambia vijana, mjiepushe na makundi yoyote ambayo yanaweza kuleta ghasia katika nchi ya Kenya. Kwanza matusi, mjiepushe na matusi, na hasa matusi ya viongozi hawa. Viongozi wameonekana kuwa watu wakubwa kwa mwili, lakini wameonyesha dalili ya kushindwa kwa sababu wanaleta matusi katika uongozi na maendeleo. Hiyo ni tabia mbaya sana. Ninasema hiyo ni tabia mbaya, na kama ni kuacha, muache matusi kabisa, kwa sababu matusi huchochea vita. Mtu akianza kukutukana, hiyo ni provocation. Anakuwa amekuprovocate, kitu kitakachofuata ni vita. Kwa hivyo vijana, distance yourself from war ama matusi, ili tusione vita kwa hii nchi. Mimi ninaomba kwamba nchi hii iwe na amani. Mimi naomba kwamba vijana washikamane kutoka pwani, magharibi, mashariki, kaskazini, kusini. Sisi sote tuwe kitu kimoja na tuongee kwa lugha moja. Hasa sisi ni Wakenya, sisi hatuna kabila nyingine. Vijana, nataka kuambia kwamba mtu akikuuliza mwambie wewe ni Mkenya. Sisi hatuna kabila mbili. Baba yetu ni Kenya, mama yetu ni Kenya. Tunakula kwa Kenya, tunaishi kwa Kenya, tutazikwa kwa Kenya. Kwa hivyo tunafaa tujenge nchi yetu. Mimi kama leo ningalikuwa rais, na niambie vijana, tafadhali, ningependa kuweka siku moja ama mbili kwa ajili ya usafi wa nchi. Nchi inatakikana kuwa safi. Hatutakikani kuona takataka. Na hii inaonyesha kwamba watu wameshika responsibility za kuweza kuyalinda mazingira yao na kulinda kila kitu ambacho wako nacho. Ukianzia kwa mazingira, haya maneno unayoyaona madogo madogo haya, kutunza uchafu, kama vile unaona Rwanda wako na siku 2 wanasafisha nchi. Kwa hivyo Wakenya pia, leo mimi nikipatiwa nafasi, nafaa kulinda mazingira. Inafaa kila mtu aamuke, achome takataka mahali ako, akusanye takataka, aweke kando. Lakini kitu kikubwa sana vijana, mkumbuke kupata vitambulisho na kukata kura kwa wingi. Sina mengi, ila nawashauri vijana wenzangu, vijana wenzetu, mupendane, muwe na umoja. Kwanza mumuamini Mungu kupita kiasi, alafu mshikane kama mnaona siafu vile huwa wanashikana. Alafu tufanye umoja. Kama ni mabadiliko ya uongozi tulete, ni sasa. Mungu awabariki sana. Jambo ambalo linasema kuhusu NDC ambazo ziko ya mrengo wa ODM ni kwamba ningewashauri viongozi ambao wanahusika katika mirengo yote miwili kwamba ODM si mbili, ODM ni moja. Kwa hivyo asubuhi nilikuwa naangalia katika televisheni yangu, nikasikia kwamba Sifuna amekatazwa asiingie katika ukumbi. Kwa hivyo nilikuwa nawaambia, aliyeshauri yule aliyesema Sifuna asiingie katika ukumbi ameharibu chama cha ODM, kwa sababu Sifuna amekuwa katibu mkuu wa chama na yeye ndio msemaji. Chama kitafanya namna gani mkutano bila katibu wake mkuu? Walichagua saa ngapi? Na ikiwa kuna katibu ambaye yuko kinyume na huyu Sifuna ambaye sisi tunajua, basi wajue kwamba walifanya mambo kiharamu. Wanafaa wajue kwamba
Vile wanavyomfukuza zaidi Sifuna ndivyo wanavyompa kura nyingi zaidi. Kwa hivyo wangemleta Sifuna karibu, ajieleze mwenyewe, achoke nao, atoroke. Lakini vile wanavyomfukuza zaidi ndivyo vile wanavyompa kura zaidi. Kwa hivyo Sifuna, endelea mbele, tafuta vijana wenzako. Serikali haitakushinda kuunda. Hata Ruto alikuwa peke yake, alikuwa na vijana wenzake kando. Sasa aliunda serikali. We pia unaweza kuunda serikali, usiogope, tuko nyuma yako.